Idi inakaribia, lakini inaweza ikawa hadi sasa hivi haujui utavaa nguo gani ili uweze kuonekana mzuri na wa stara. Leo nitaweza kukuonyesha mawazo ya mavazi ya Idi ambayo yatakufanya uonekane wa heshima, wa kisasa na yatakayo kufanya uonekane classic bila kupoteza styling yako au kupoteza stara yako. Karibu kwenye Precious Stara Style. Twende moja kwa moja kuangalia sehemu yetu ya kwanza kabisa ambayo ni umuhimu wa mavazi ya stara katika siku ya Idi. Siku ya Idi ni siku ambayo ni ya furaha, ni siku ya ibada, lakini pia ni siku ambayo tunakutana na familia zetu na tunakutana na marafiki zetu. Ndiyo maana ni muhimu wewe kuweza kuchagua mavazi ambayo yataweza kukuonyesha kuwa na muonekano mzuri, lakini pia yanakuonyesha kuwa na heshima kwa wakati mmoja. Hivi vitu vyote vinafanyika kwa wakati mmoja. Mavazi ya stara hayamaanishi kwamba yanakosa styling. La hasha, bali ni kuvaa kwa mpangilio ambao utakuwa unaficha mwili wako vizuri, lakini bado unaonekana nadhifu na bado unaendelea kuwavutia watu pale wanapokuwa wanakutazama. Kwa hiyo ni vizuri sana kuweza kuchagua mavazi ambayo yatakufanya uonekane slim, yatakayo kufanya uwe na comfortable kuweza kufanya shughuli nyingine. Naweza kuja na mawazo ya mavazi ya Idi, na wazo langu la kwanza ni max dress ya stara. Hili gauni ni moja ya gauni ambalo linakuwa ni refu, ni gauni ambalo lina flow mpaka chini na mikono yake inakuwa ni mikubwa. Hapa inategemea na styling ambayo wewe mwenyewe utakayokuwa unaitaka. Kama unataka mkono mkubwa au unataka tu mkono wa kawaida. Lakini pia katika mkono wako unaweza ukamix color. Kwa mfano, labda let's say nguo yako ni ya purple ukaweka na cream, inakuwa inavutia sana. Lakini pia ni moja ya chaguo zuri sana ambalo linapendeza sana katika kuvaa nguo za Idi. Na pia unaweza ukatafuta vitambaa ambavyo vina rangi nzuri, kwa mfano rangi kama ya cream, kwa mfano rangi nyingine kama pink au light blue. Hizi rangi zinakuonyesha upole, lakini pia unaendelea kuwa classic na kuwa smart. Wazo langu la pili ni abaya za kisasa. Hizi ni abaya ambazo zinakuwa na designing nzuri sana za kuvutia, lakini pia ni zile ambazo zinakuwa na mapambo ambayo ni kidogo sana. Na ni nguo ambazo zinavaliwa sana katika siku ya Idi, na pia unaweza ukavaa mchana, unaweza pia ukavaa usiku. Inategemea na rangi ambazo wewe mwenyewe utakazokuwa unazipenda. Na rangi ile uweze kuonekana classic, uweze kuonekana wa upole, unaweza kutafuta rangi ya cream, ni moja ya rangi nzuri sana. Hapa unaweza ukaongeza na hijabu kwa wale ambao wanapenda kuvaa hijabu, unaweza ukaongeza na hijabu ili kupata muonekano mzuri na kupata muonekano wa kinadhifu, lakini pia utajihisi faraja kwa vazi lako ambalo umeweza kulichagua. Na natumaini kwamba vazi la abaya ni moja ya vazi ambalo watu wengi huwa wanalipenda sana. Kwa hiyo hii ni vazi ambalo ni la kisasa kabisa na ni vazi ambalo linakuwa na muonekano mzuri. Halipotezi gharama yake, lakini pia halipotezi uzuri wake. Kila siku linakuwepo na linaendelea kudumu. Namba 3 ni sketi ndefu pamoja na blouse za heshima ambazo zinakuwa na mikono mirefu ya stara, lakini pia hii ni moja ya outfit ambayo ni rahisi sana kwenye kuvaa, lakini pia inaonyesha uzuri wako. Hapa unaweza ukaongeza na belt ambayo ni ndogo, aidha belt yako ikawa inafanana labda na blouse au inaweza ikawa inafanana na sketi ili kuweza kupata muonekano mzuri, lakini hakikisha kwamba kama belt yako ni ya rangi, kama sketi yako ni ya rangi ya blue, basi belt yako iwe ni ya rangi yoyote ambayo itaweza kuonekana. Aidha unaweza ukaweka belt ambayo ina rangi nyeupe au unaweza kuweka belt ambayo inakuwa na rangi ya cream ili kuleta mvuto mzuri zaidi. Na hapa unaweza ukaongeza na pochi au handbag ndogo ambayo utaweza ukaweka kama simu, ukaweka kama wipes au perfume, vile viperfume vidogo vile vya pouch unaweza ukaweka, na unapokuwa unavaa aina hii ya nguo basi unakuwa na muonekano mzuri
na unaweza ukavutia zaidi. Kwa hiyo hii ni moja ya outfit nzuri sana ambayo unaweza ukavaa katika siku ya Idi. Vidokezo muhimu vya kuonekana nadhifu katika siku ya Idi. Kwanza kabisa, chagua rangi ambazo zinalingana vizuri, zinaendana vizuri, lakini pia usizidishe accessories. Chagua accessories ambazo ni chache, lakini zile accessories ambazo ni nzuri sana. Hakikisha nguo zako unazipanga vizuri, lakini pia hakikisha nguo zako unazipiga pasi ili ziwe na muonekano mzuri na muonekano wa kuvutia. Na hapa unaweza ukachagua hijabu inayolingana na outfit yako ili kuweza kupata mtindo mzuri na kuweza kupata mtindo ambao utakufanya wewe uweze kuonekana nadhifu na uweze kuonekana wa kisasa. Ieleweke kwamba Idi ni siku ambayo ni ya furaha, hivyo chagua mavazi yanayokufanya ujisikie vizuri, ujiamini, lakini bado uendelee kuwa mrembo na mzuri zaidi. Na pia usiweze kupoteza stara yako. Kama umependa mawazo haya ambayo nimeweza kukupa hapa ya mavazi haya ya Idi, basi kipenzi changu usisahau kubonyeza neno like, lakini pia usiache kuniachia maoni yako hapo na kuweza kusubscribe kama bado hauja subscribe channel yetu, ili usikose episode zinazofuata za Precious Stara Style, ambapo nitakuwa na kuletea mawazo mengi zaidi ya mavazi ya stara na fashion za kisasa. Mimi sina la ziada, asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi kutoka mwanzo hadi mwisho wa video hii. Natumaini kwamba utakuwa umeenjoy sana na umeelewa kutoka sehemu yetu ya kwanza hadi sehemu yetu ya mwisho. Tukutane katika episode inayofuata ambapo tutakuwa tunaeleza mambo mengi sana ya kuhusu fashion, mambo mengi ya kuhusu mitindo ya kisasa. Shukran, niwatakieni siku njema, bye.